Ni yale masaa 48 ambayo aliyotoa Rais Trump kwa nchi ya Iran kwamba lazima waweze kufungua mlango bahari wa Hormuz ili dunia iweze kupata nishati ya mafuta. Lakini masaa machache vile vile yaliyopita, Trump katika mtandao wake wa Truth Social amepost tena kwamba amesema mazungumzo kati ya Iran na Marekani yamekuwa yakiendelea vizuri, na ameweza kuiambia wizara yake ya vita kwamba yache kuishambulia Irani kwenye miundombinu yake ambayo aliahidi kwamba kama isiposhambuliwa, kama mlango bahari hautofunguliwa, basi Marekani wataenda kuipiga miundombinu ya Irani ambayo imekuwa ikizalisha umeme pamoja na nishati. Sasa ukitazama ni kwamba ahadi ambayo aliitoa Trump katika masaa 48 ambayo kimsingi aliyatoa ni kwamba lazima Irani iache kuufunga mlango bahari wa Hormuz. Kama wasipoacha kuufunga na wasipofungua, basi Marekani watapiga miundombinu ya nishati ya Iran. Sasa leo Trump anakuja kusema kwamba amegairi kuipiga vituo vya nishati vya Iran, na kimsingi ameitaka wizara yake ya vita kwamba iache kuishambulia Iran. Nisha kusema kwamba Trump katika moja yake ya sifa yake kubwa tunasema ni transitional, yani ni kiongozi ambaye wa kutotabirika. Ni kiongozi ambaye anachokizungumza sio anachokisema na anachokisema sio anachokimaanisha. Huyo ndo Trump. Ukiacha kwamba ni realistic, anaweza kuzungumza ukweli, ukiacha kwamba ni kiongozi ambaye anaamini katika misingi ya uafidhina, lakini still ana hiyo sifa ya kutotabirika. Sasa ukitazama kitakwimu, nchi ya Iran ina zaidi ya vituo 500 vya kuzalisha nishati, kwa mfano ya umeme na nishati mbalimbali kwa mahitaji ya nchi. Unafahamu kwamba Iran ni taifa kubwa, kwa hiyo wameweza kuzalisha au kutengeneza vituo 500 katika nchi yao ili kuweza kusaidia wananchi kupata umeme. Kwa mfano, kuna kituo kinaitwa Damavad. Hichi ni kimoja hapo cha kituo peke yake kinazalisha zaidi ya megawati 3000 na kinatoa zaidi ya 3% ya umeme mzima ambao unapatikana katika nchi ya Iran. Lakini nilikuwa naangalia takwimu hapa, kwa mfano katika nchi ya Israel wana kituo kinaitwa Orbot Rabin ambacho chenyewe kimekuwa kikizalisha zaidi ya megawati 2590 ambao ni sawasawa na 20% ya umeme mzima wa nchi ya Iran. Sasa ukitazama takwimu, kama kituo kimoja cha Damavad cha Iran kinatoa megawati 3000 na kinazalisha 3%, kituo kimoja cha Orbit Rabin cha Iran cha Israel kinachangia zaidi ya 20%. Hii maana ni kwamba walichokisema Iran ni kwamba kama wakishambuliwa wataenda kuipiga mitambo ya nishati ya Israel, na kama wakishambuliwa wataenda kuipiga mitambo ya nishati ya nchi majirani kuanzia Saudia, Jordan, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait. Imake ni kwamba Irani kama akishambuliwa anaenda kutengeneza mzozo mwingine wa nishati. Sasa hii vita ya Irani na Marekani na Israel imeingia katika vita ya nishati, battle of energy. Nishakusema nyingi, na kama mtu ambaye ananifuatilia kwamba kwenye politics au kwenye siasa za kimkakati lazima uwe na kitu moja kinachoitwa power politics. Lazima uweze kuwa na turufu. Unapokuwa na turufu, unakuwa na nguvu ya ulinganisho kwa wengine. Unapokuwa na turufu, unakuwa na nguvu ya maamuzi kwa wengine. Unapokuwa na turufu, unakuwa na uwezo wa kuwa na negotiation power kwa wengine. Hiyo ndio dhana ya power politics. Sasa kwa mfano, sasa hivi dunia inapitia katika mzozo wa mafuta. Dunia inapitia katika mzozo wa mafuta. Lakini kitendo cha Irani kushambuliwa kama alivyosema Trump, ukiacha hii tamko lake ambao amesema sasa hivi kwamba hata ishambuliwa katika siku 5, inakuonyesha kabisa kwamba Iran ana kitu ambacho dunia haina. Juzi tumeshuhudia ameweza kujaribisha kombora katika Diego Garcia
zaidi ya kilomita 4,000. Hii maana ni kwamba Iran anaweza kuipiga Ulaya, Iran anaweza kuipiga Paris, Iran anaweza kuipiga Geneva. Lakini ukitazama, unapoweza kushambulia kitu kimoja, kwa mfano cha nishati cha Iran ambacho kinachangia 3%, maana ni kwamba hujaenda kuharibu mfumo, kwa sababu ipo hivi, lazima ufahamu kwenye moja ya mkakati wa kusabotage taifa kuna maeneo ya kimbinu tunaita ni strategic location, maeneo ya kimkakati. Ukiweza kuyadhibiti hayo, unakuwa na nguvu, unaweza hata kusabotage taifa kuweza kukaa chini na kufikia kile ambacho wewe unachokihitaji. Maeneo kwa mfano hayo ya nyuklia, idara za usalama, za ujasusi, kwa mfano maeneo ya kijeshi, yani maeneo ya kimkakati ambayo yamekuwa yakilengwa kwenye vita vya Iran dhidi ya Marekani pamoja na Israeli. Lakini kuna ujumbe ambao anautoa Iran kwenye hii vita kwamba yeye jiografia yake inaweza kuathiri au kupeleka athari katika ulimwengu mzima. Hebu fikiria, ameweza kuufunga mlango bahari wa Hormuz, amesababisha chaos duniani. Anatishia kuweza kupiga makampuni, rasilimali, nishati, mafuta ambayo yamekuwa yakipita au yakihusishwa na nchi ya Marekani na washirika wake. Hii maana ni kwamba Irani ana kitu ambacho dunia haina. Irani ana kitu ambacho dunia haina. Na hii ni muhimu katika kujipanga kwenye masuala ya strategies, kwa maana kwamba unaweza vipi kuwa na uwezo wa kufanya watu wengine kuogopa kile ambacho unachokitaka kutoka kwako. Ndio anachokifanya Irani sasa hivi. Kwa hiyo nataka kusemaje? Trump amezungumza na anasema kwamba amepostpone hata ipiga vituo vya mafuta na vya nishati vya Iran. Wiki moja iliyopita walipiga kituo cha Kang ambacho ni mojawapo ya moyo wa usafirishaji wa mafuta katika nchi ya Iran. Kisiwa kidogo ambacho kimekuwa kikizalisha na kusafirisha mafuta katika dunia nzima. Zaidi ya 90% ya mauzo ya Iran ya nje yanapatikana katika kisiwa cha Kang. Waisraeli wakakipiga na Wamarekani. Iran wakasema kwamba mnapopiga miundombinu ya kiraia, vita inaingia katika mtazamo mwingine. Sasa kuna hoja vile vile nafikiri tuizungumze, ambayo alizungumza Netanyahu kwamba Irani amekuwa na silaha za masafa marefu na anaweza akaipiga Ulaya, na kitendo cha Irani kuweza kuipiga Diego Garcia maana ni kwamba Netanyahu alikuwepo mkweli. Lazima tuseme kwamba Netanyahu alikuwepo mkweli, na hii ndo umuhimu wa kufanya upelelezi. Yes, intelligence. Kuna diplomasia, kuna kitu tunaitwa DIME, diplomacy, intelligence, military na economics. Unafanya ujasusi. Unafanya ujasusi kabla ya kuanzisha operation yoyote katika taifa au katika upande wa pili. Netanyahu alikuwa anaiambia dunia kwamba Irani ina masafa marefu ya kuweza kuipiga Ulaya. Kitendo cha kupiga zaidi ya kilomita 4,000 maana ni kwamba inathibitisha kwamba Netanyahu alikuwa ni mkweli. Lakini mbona mataifa mengine yamekuwa yana silaha za maangamizi? Mbona mataifa mengine yamekuwa yakiendeleza mpango wao wa kujilinda? Tunashuhudia kwa mfano kuna hizo F-15, F-16 na ndege nyingi ambazo zimekuwa zikilinda kwa mfano Israeli, zikilinda kwa mfano Marekani. Kwa nini Irani akiwa na uwezo wa kujilinda kama taifa inakuwa ni shida? Kisha kusema kwamba dunia kuna baadhi ya watu wanawachagulia watu mahali pa kuona uovu. Kuna baadhi ya watu wanawachagulia watu mahali pa kuona uovu. Na kimsingi hichi ndio ambacho kinachoonekana au kinachotokea. Namna gani watu wanaweza kuchaguliwa mahali pa kuona nini? Uovu. Sasa vita imebadilika katika vita ya kuangamiza mpango wa nyuklia, vita ya kuangamiza intercontinental ballistic missile na vita ya kuangamiza Shahid na kamikaze. Imeingia vita mpya ya kupiga miundombinu
ya kiraia. Unapopiga miundombinu ya kiraia, maana ni kwamba unaenda kusabotage uwezo wa taifa kwenye